Attention, wote ambao hamjamaliza usajili, dirisha litafungwa after 48 hours. Hivyo mnakumbushwa kujisajili mapema ili muweze kufanya mtihani. Yes, wow, 48 hours. Natakiwa nifanye usajili ili kesho kutwa niweze kufanya mtihani, ila siwezi jisajili mpaka nilipe ada ambapo inahitajika Laki6. Naipataje? Maana nyumbani nako pia wananitegemea. Oya mwanangu Stanley. Oya mwanangu Stanley. Niaje mwanangu graphics. Oya kama kaa. Kama kawa mwanangu. Oya kwanza mwanangu nasikia mwanangu ulipo katika mashindano yale ya logo competition mwanangu. Mwanangu yale nilijaribu tu sema mwanangu mpaka sasa hivi hapo kimya mwanangu hata sielewi mwanangu. Kwa matokeo ni kwamba hajatoa au ni vipi yani? Yaani mwanangu mpaka sasa hivi hapo kimya sema mwanangu na changamoto kidogo hapa. Changamoto zipi tena mwanangu? Yaani mpaka sasa hivi sijajisajili mwanangu, afu tunaelewa natakuwa nilipe ada kwanza, afu nikiangalia sina kiasi chochote. Alafu nikiangalia sehemu ambayo naweza nikaomba wanisaidie ni nyumbani, lakini nyumbani kwenyewe pia wananitegemea mimi. Kwanza mwanangu hapo nikupe pole kwanza. Alafu kingine yaani kwa upande wangu mimi niseme tu ukweli, yaani mimi kweli nimeishiwa kabisa. Yaani tena yani kabisa mwanangu. Yaani juzi yenyewe tu sijui juzi jana hivi shemeji yako alicheki. Suzana, tunampata mwanangu. Ni alikuwa amenalamikia leo mwanangu mambo ya ada. Kwa hiyo nikampiga kama 50k hivi kusupport. Kwa hiyo mwanangu yaani nikiangalia sasa hivi langu yaani eti kama mwanangu ungefika kabla au ungeniambia kabla, nahisi ningekusave kwanza mwanangu. Ila mwanangu si wazi. Madamu washikaji tuko wengi. Nahisi kuna baadhi ya washikaji watakuwa bado wako vizuri. Basi mwanangu baridi. Haina mbaya mwanangu, haina mbaya mwanangu. Poa. Atibita. Tuondoke mwanetu.
Bwana, shida nini man? Mambo ya ada mwanangu mpaka sasa sijalipia. Kumbe pole sana. Yes! Nimeshinda mkeka wangu. Niliweka buku tu. Nimeshinda 70,000. Safi. 70,000? Sasa mimi ndio tano. Sitashinda hela nyingi sana. Mwanangu na mkika wangu umechanika sasa, 5,000 yangu imeliwa. Mambo gani haya sasa? Kwa nini hela yangu iliwe? Yaani hela yenyewe nimekopa kwako afu dakika ya mwisho inaliwa tena mwanangu. Mambo gani haya mwanangu? Mimi sikulipi mwanangu. Kula mpozo man. Kulewa 5,000 tu nalalamika. Ungelewa 5,000,000 je? Hapo sijisaulishe mwanangu. Na kudai 5,000 yangu. Naam. Uko wapi? Niko room hapa nimelala. Kwani uko wapi? Nimekaa hapa karibu na uwanja wa volleyball. Njoo hapa hii sehemu ambayo tunakutanaga. Angatia simu. Taarifa yake siendi. Nimechapa.
unajua muda unaenda. Muda umeenda hivi. Mambo gani ukatiana timu bana, wakati tumaliza mazungumzo? Tusipokeane. Sasa lini unataka uelewe? Wewe mwenyewe unanijua vizuri. Hamna siku ambayo ushauri kunicheki nikakataa kujibu message yako. Lakini nilikuwa na changamoto. Nimekutafuta. Mambo yalikuwa mengi. Yaani mimi nikakaa bila kujibu message yako wewe jamani. Ni lini nishauri? Hebu naomba tuachane. Naomba nisikilize basi. Tuachane kwanza. Hakuna cha kusikiliza. Naomba basi yaishe basi, nisamehe basi yaishe. Samahani. Nilikuwa na changamoto. Nisikilize basi lini. Nisikilize basi. Lini? Halo mama, shikamoo. Marahaba mwanangu, tunaomba tusaidie kaela kidogo, tununulie mbolea kuweka shambani mwanangu. Mama, sasa hivi mambo yako vibaya mama. Sasa hivi yani mambo sina hela kabisa, labda wakati mwingine mama, Mungu akisaidia nitawatumia. Sawa mwanangu, nakutegemea wewe mwanangu. Sawa mama, acha niendelee kupambana, ikipatikana mama nitawasaidia. Hii si buku hii. Shapata hela ya kula.
Mungu nashukuru kwa siku hii ya leo. Siku ya kwanza imeisha, masaa 24 tayari yameshakata, na nikiangalia sina kitu chochote mfukoni. Sijui nitafanyaje niweza kupata chochote kitu, au kesho niingie mtaani nikajaribu bahati yangu. litafungwa after 48 hours.
Kwa hali hii nitatoboa kweli? Maana hii inatosha tu fulani. Kwa babu vipi? Mbona muda wote upo online? Una shida gani na mimi mwanangu, si utulie basi? We Jau babu, soma, sio muda wote online, mwisho wa siku usije ukaingia na tambo kwenye pepa. Kumbuka kesho kuna pepa la nani la multimedia development content. Kwani mimi nikiingia na tambo kuna shida gani mwanangu? Haya, haina noma mwanangu. Wewe enda na mimi nitasoma baadaye babu. Vipi tunafuatiliana mambo haya, mambo gani haya? Hello. Bila shaka naongea na Brian Kismo. Bila shaka boss, karibu. Okay, sawa. Unaongea na manager kutoka kampuni ya usafirishaji wa mizigo kutoka China. Ningependa kutaarifu kuwa wewe ni mshindi wetu wa pili katika shindano la logo lililofanyika mwezi uliopita. Hivyo basi, kiasi cha shilingi milioni 2 tayari kimeingizwa kwenye akaunti yako ulioambatanisha wakati wa submission. Pia, tungetamani kufanya kazi nyingi zaidi na wewe. So kama utakuwa tayari, utanitafuta kwa namba hii. Nikutakia wakati mwema, Brian Kingsmo. Wewe mwanangu nimeshinda shindano mwanangu. Shindano gani? Shindano lile la logo mwanangu, nilikuwa nafanyaga kipindi kile logo nilikuwa natengenezaga hapo mwanangu, tunakumbuka. Kumbe ulishiriki. Ndio nimepigiwa simu sasa hivi na manager ameniambia kwamba nimeshinda. Mwanangu, umeshinda na nini shingapi? Nimeshinda milioni 2 mwanangu, ndio amenipigia hapo sasa ameshaniweka kwenye akaunti yangu. Wa mwanangu, sawa, ongea mwanangu. Umeshinda pesa mwanangu? Mwanangu milioni 2 mwanangu. 5,000 yangu unaikumbuka? 5,000 mwanangu, mambo madogo haya mwanangu, nakupa 10,000 kabisa mwanangu, hata usiwaze katika hilo. Ina noma, utakuwa umetisha mwanangu. Fresh mwanangu, usiwaze kabisa. Unyama. Ngoja kwanza nifanye usajili hapa chap mwanangu, unajua. Hapa nishamaliza usajili. Sasa nishapata hela, ngoja nimtumie mamangu hela kwanza na mama. Da. Kumbe mashindano ya kweli bwana. Jamaa kashinda yani milioni 2. Sisi tupo hapa kwa tunachukulia poa tu. Yani sasa hivi ngoja na shindano lolote nguwa lazima nishiriki. 07 senti. Liliani huyu Jao simtumie jamani. Wanangu hivi kesho tunabeba gani? Na pepa la multimedia content development analofundisha Dr. Ngeze.
Hakika mwanangu, hapa nisha clear vipengele, ngoja kwanza nisome mwanangu, sina kitu kabisa. Hongera mwanangu. Hakika mwanangu.